kenda. Sasa enda. Sawa. Kipokigwe Benson Mwatulendo. Mkazi wa kijiji cha Kipapa. Naomba msaada. Nimesumbuliwa na ugonjwa. Ugonjwa gani? Wa kuvimba tumbo. Ulienda hospitalini? Ndio. Walisemaje? Walisema ini na kusumbua. Hospitali gani? Kyela, wilaya ya Kyela. Una muda gani toka nauma? Nina miaka 4. Ninakusumbuliwa. Kwa baada hapo, baada ya kuambiwa imekuaje sasa mpaka sijatibiwa? Nimeshindwa hela ita. Walinipa tu tudonge tu kuvuta kufyonza maji. Kwa unatoka kipindi hicho miaka 4 mpaka sasa ndio unaishi hivi? Natumia tudonge utoto. Kwa vandu wakia Monduli msomo msaada. Nimeshinda watu wa Mungu, naombeni msaada. Uwezo ngana. Uwezo hauna? Hospitali alikwambiaje? Alisema naenda Mbeya rufaa, nimeshindwa. Umeolewa? Ndio. Na watoto wangapi? Wako 6. 6. Na huyu mtoto wako wangapi? Ndo wa 6. Ana muda gani? Ana miezi 6. Miezi 6. Unamnyonyeshaje sasa? Walisema muachishe. Kwa hiyo maisha sisi ya nyonyi. Ana wiki moja na siku 3 alivyoacha. Kwa kitu kikubwa, kitu gani hasa kiwa mnataka watu wasaidie kitu gani? Nipone ugonjwa. Karibu. Enga mjone Emelia. Enga, jina langu naitwa Emelia. Emelia Mkamba. Ndingazi wa Benson jone nile na mwana huyo. Mimi mke wa Benson, tumezaa mtoto huyo. Pororo lero po bikongomere simu mwene jiko mwa Kyela. Wanipigia simu, nipigia simu na mume wake, yeye kaolewa Kyela huko. Nikaenda mimi Kyela. Tupomfikie pa Kyela walikwenda kumpima bikote mwana wako iko vina ini. Baangomie simu. Nilienda Kyela, nilifika Kyela nikaambiwa kwamba mtoto wako anaumwa ini. Hivyo bikote mama tukupepo barua boke nago kuombea na tirenga na uwezo. Madaktari waniambia tukupe barua uende naye Mbeya, lakini nikasema mimi sina uwezo. Pororo wankwanda kutusosia pororo nguhangaje kitomo muno bandi mpeli vidonge. Basi baada kwa sisi tumeshinda kumpeleka Mbeya, wakatoa hospitalini, tukamleta nyumbani hapa kijijini Busokero. Ulikaa muda gani hospitalini? Kaiwali wako. Mpaka kwa Burenga? Mpaka wako mpaka huko. Mkipata magunia masiku marenga mkipata muodi. Ndungu. Tulikaa wodini wiki moja. Pororo batata. Ngubasoma bantu bakiala. Doro jone nempapi ngubasoma mundure. Sawa. Zimwagirwe. Mimi ndo mzazi wa huyu. Sisi tumeshindwa. Ndombeni wadau mtusaidie. Mtoto wetu ndo huyo hapo anaumwa kama mnavyoona. Ndo bakiala no mwana nteta kwa miezi 6. Lakini pia ndugu wadau,
Mgonjwa huyu ana mtoto wa miezi 6. Kwa hiyo saizi ameacha kunyonya kwa sababu na kutokana na mama yake kuumwa. Kwa hiyo tunaomba msaada, mtusaidie. Ndio lile ngane lile. Ndo haya. Une ngamjangu na Benson Enoki Mwakilembe. Jina langu naitwa Benson Enoki Mwakilembe. Ndi mkazi wa kijiji cha Kipapa. Ngusuma msaada kwa mwanangu Tupoke. Naomba msaada kwa mtoto wangu Tupoke. Ndamigwe nawe fijo hospitali Kiera. Nimesumbuliwa sana, nimesumbuka naye sana. Nimeenda naye hospitali ya wilaya ya Kiera. Wantibie lakini Pope nagia na kamo ndo ligwe nagwe. Baya wamemtibu lakini imeshindikana kumtibu. Nisile batiembera mu kienyeji nembelie mope ndipo nagwe Pope na kamo. Watu wengine wakanishauri nizunguke naye kwa waganga kienyeji. Nimezunguka naye lakini bado imeshindikana. Poka hiyo ndo ligwe na kutikali mbuke kuu Ngusuma msaada. Kwa hiyo nimeshindwa, sielewi niende wapi. Kwa hiyo niko mbele yenu kuomba msaada. Unahitaji hasa kitu gani kwa watu wako? Ngusuma msaada yani ndule yani ndo ligwe lingakuna. Ukipata proposa ndo ligwe hela Ngusuma msaada. Naombeni msaada wa aina yoyote, hata kumpeleka hospitali nimeshindwa kumpeleka. Kwa naombeni mnisaidie. Naitwa Christopher Ndendekisye, ni mkurugenzi wa chuo cha True Road Safirisha. Sisi tuna kozi 6. Ya kwanza fashion designing, ya pili cosmetology ambayo ina maeneo mawili hair dressing lakini pia na beauty, ya tatu hotel management, ya 4 tunafundisha upande wa magari kuendesha, na haya ni magari makubwa, malori na gari za abiria. Ya 5 ni kozi ya ujenzi wa vitu mbalimbali, kwa hiyo tunaita construction and crafts. Ya 6 ni mambo ya biashara kwa maana business studies. Sisi tupo Ilala Boma, Dar es Salaam karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Hosteli ni bure kabisa kwa wale ambao wanatoka mbali. Asanteni.